kweli ligi ya mabingwa barani Afrika inarejea weekend hii. Kesho tutaenda kushuhudia moja kati ya mchezo mkubwa, moja kati ya mchezo mzuri, Simba Sports Club wakiwa nyumbani kucheza dhidi ya Petro Atletico, uwanja wa Benjamin Mkapa. Moja kati ya mechi ambayo Simba amekuwa akifanya vizuri kwa misimu mingi sana. Tunafahamu uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao Simba amekuwa akiutumia vizuri, lakini bila kusahau kwenye ligi ya mabingwa pia tutashuhudia Dar es Salaam Young Africans akicheza dhidi ya AS FAR Rabat, moja kati ya mechi nyingine ambayo nzuri kwenda kuitazama weekend hii. Kwa Jumamosi, mechi Jumapili mechi, lakini bila kusahau kombe la shirikisho Azam ataanza na Union Manyema pale Kongo, lakini CR Belouizdad atamkaribisha Singida Black Stars. Hiyo ni miongoni mwa michezo ambayo itaenda kupigwa weekend hii. Mchezo wa kwanza ambao tunapenda kutazama leo, tutazame mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico ambao unachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kuna baadhi ya maeneo ambayo Simba anapaswa kuyazingatia sana kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba nikianza kuangalia kikosi cha Simba, ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wengi wazuri na wachezaji wengi ambao kwenye form kubwa sana, ila kitu pekee ambacho kinachoonekana, kuna baadhi ya makosa ambayo anafanya hasa kwenye the way ambapo wanaanza timu yao, the way ambapo wana line up team, na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa vigumu sana. Ikirejea kwenye michezo mitatu ya mwisho ya kocha Dimitri Pantev, moja kati ya makocha ambao Mr. Tattoo, watu wanasema mpira tattoo, amekuwa akifanya mambo mengi sana ambayo huenda anataka kuingiza vitu vingi sana hapo mwanzoni, vitu ambavyo sometimes vinaweza vikawa na hasara pia kwa team, sometimes vinaweza vikawa na faida kwa team. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba naangalia jinsi ambavyo anapanga lineup yake kwenye michezo yote mitatu ambayo anafundisha. Mchezo wa kwanza dhidi ya Nsingizini ugenini ambao Simba alishinda bao 3-0. Kwenye ule mchezo ukiangalia kipindi cha kwanza Simba hakucheza vizuri sana, licha kwamba alipata bao dakika 45 kupitia kona ambayo ilipigwa na Neo Maema. Baadaye mtu kama nazungumzia mtu kama Wilson Nangu alifunga bao zuri sana kwa kichwa, lakini kipindi cha pili unaona Simba ikaanza kufollow up na kupata mabao mengine mawili. Na maana kipindi cha kwanza hakucheza vizuri sana. Rejea mchezo marejeano dhidi ya Nsingizini akiwa nyumbani Simba Sports Club, hivyo pia kipindi cha kwanza kilikuwa bila na kipindi cha pili kilikuwa bila, mchezo ambao ulimalizika kwa bao 0-0. Lakini tukienda kwenye mchezo wa ligi kuu, amefundisha mchezo mmoja, mchezo wa kwanza dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao kipindi cha kwanza kilimalizika bila, kipindi cha pili walianza kutangulia JKT, Simba akafanya comeback na kuweza kupata mabao mawili na Simba kuondoka na mshindi mabao 2-1, kwa sababu nikiangalia kitu ambacho nakiona kiufundi sana, nachokiona kwamba kuna baadhi ya muda timu ya Dimitri Pantev inaanza bila kuwa na watu asili kwenye eneo la husika. Kwenye michezo yake yote kujaribu vitu vipya. Kwa mfano kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini wa kwanza, Yusuf Kagoma alikuwa anashuka chini kuungana na hao beki wawili, alafu Wilson Nangu anasogea juu kidogo upande wa kushoto, anacheza kama fullback wa kushoto, Anthony Mligo anapanda juu kabisa kama kucheza mchezaji ambaye anacheza wing, kitu ambacho kinaweza kuwa kizuri lakini kutoa faida kubwa sana. Narejea mchezo wa mwisho wa ligi kuu, Nabi Kamara alikuwa anacheza chini, Kagoma juu yake, kitu ambacho Nabi Kamara kuna muda anashuka na kuwa kama mlinzi wa kati. Mimi kwangu niona ilikuwa ni changamoto, kwa sababu ukiangalia Nabi Kamara ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kupiga pasi. Unapokuwa na wachezaji mwenye uwezo mkubwa wa kupiga pasi, uwezo wa kupiga chenga, kupiga pasi sahihi, mara nyingi unatamani zaidi achezeshe timu kutoka eneo la katikati ya uwanja kuliko kucheza eneo la chini zaidi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nikaona changamoto kwenye ile mchezo. Kipindi cha pili akifanya vitu basic tu, Nangu usiende pembeni akabaki katikati, ndipo unapoona sasa Simba ikaanza kuflow na kutengeza mambo mazuri. Mchezo dhidi ya Petro, Simba anapaswa kuingia kwenye dakika zote 90 akiwa na attention, akiwa makini, akiwa anajua natafuta nini kwenye dakika hizi. Makosa dhidi ya Petro ni gumu kuyasawazisha, tofauti na makosa dhidi ya JKT Tanzania, tofauti dhidi ya makosa dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo Simba kitu cha kwanza anapaswa kupanga wachezaji sahihi kwenye maeneo sahihi. Kama tunacheza viungo wa kabari, yes, mpange Kante labda na Nabi Kamara kwenye watu ambao wanaonekana wanacheza vizuri sana, au Yusuf Kagoma na Nabi Kamara wanaonekana kucheza vizuri, lakini juu kusiwe na application nyingi sana. Kuna mechi ambazo kocha unaona amwanzishi mshambuliaji wakati timu ina kwa mfano kuna mechi moja force number 9 alicheza Joshua Mutare, kitu ambacho mimi sioni kwamba anakupa nafasi kubwa sana, lakini natamani kumuona standing striker akisimama, aidha akianza Jonathan Soa, akianza Steve Dese Mukwala, au akianza Selemani Mwalimu, kwa sababu hawa ni washambuliaji halisia. Kwa hiyo kinaposimama juu inakuwa vitu vizuri. Winga simama winga ambaye kweli winga anaweza kawa mtu kama Elim Panzu, kwa siku za karibuni amekuwa akistruggle kidogo, lakini akiingia anaonyesha kitu kizuri. Sasa pia kwa Kip Dennis
anaweza kaanza kwenye eneo la winga Neo Maema au Morris Abraham. Hilo eneo ana wachezaji wengi. Faida ya Simba tofauti na timu nyingine hizi, Simba ana wachezaji wengi ambao wapo kwenye kiwango bora sana. Yaani wachezaji kabla ukiangalia wachezaji 15, 16 wapo kwenye kiwango bora. Lakini kocha unapaswa uwe na kikosi chako cha kwanza ambacho naamini hiki ndo naanza nacho, hiki ndo kinaenda kunipa matokeo mazuri. Kwa hiyo mchezo mzuri sana. Petro wana msimu kadhaa nyuma walifanya vizuri sana, lakini nao kama wanaanza kurejea kwenye ubora wao wanajitafuta pia, kwa sababu wao kufika makundi sio story kubwa. Wao story kubwa wanataka robo finali, wanataka nusu finali, kwa sababu hizo ndio sehemu ambazo wao waliwahi kufika. Lakini Simba wao msimu huu hawajaanza vizuri sana wala hawajaanza vibaya sana. Kwenye mashindano ya klabu bingwa msimu huu wamecheza michezo 4. Wameshinda michezo 2, wametoka sare michezo 2. Mchezo wa kwanza walishinda dhidi ya Gaborone bao 1-0, baadaye wakatoka sare bao 1-1 uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo wa pili walicheza dhidi ya Nsingizini, mchezo wa tatu nikimaanisha Nsingizini walishinda bao 3-0, mchezo nyumbani ulimalizika bila. Kwa hiyo msimu huu kwenye ligi ya mabingwa hawajapata ushindi wakiwa nyumbani. Lakini rejea hata mchezo wa mwisho wa finali kombe la shirikisho wakiwa nyumbani hawakupata ushindi, walitoka sare dhidi ya RS Berkane kwenye mchezo wa finali. Kwa hiyo Simba anapaswa kuingia akiwa ana uhitaji mchezo. Mimi napata shida kidogo kuona timu ya Simba inachelewa kuingia mchezoni, kwa sababu michezo yao mingi chini ya Dimitri Pantev wanapata matokeo mazuri kipindi cha pili, kitu ambacho sio kizuri sana. Na hii kurejea hata kwenye mchezo ambao walifundisha akiwa na Gaborone, kwenye mchezo wa Simba na Gaborone Dar es Salaam, kipindi cha pili Pantev alicheza mpira mwingi sana. Hata ule mchezo wa kwanza ambao alicheza kule Gaborone, kipindi cha pili alicheza mpira mwingi sana. Sasa hapo namsifie kocha kwamba uwezo wake wa kusoma mchezo ni mkubwa sana, lakini mpangaji wake wa kosi umekuwa na changamoto. Kwenye mchezo huu wa nyumbani Simba anapaswa kupata bao la mapema ili kufanya Petro jinsi kwa ugenini dakika zote. Naamini akifanya hivyo itawajengea confidence mashabiki, itawajengea confidence wachezaji ili mambo mengine yaweze kutokea. Naamini Simba ana uwezo wa kufanya vizuri, lakini bado utakuwa mchezo mgumu sana. Ukiangalia Petro na wana wachezaji wengi, kwa mfano kuna wachezaji kwa mfano Lebeno wamemsajili kwa pesa nyingi sana. Kuna wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri barani Afrika. Kwa ni timu ambayo kibudget wao wapo juu kuliko Simba, lakini kwenye mpira tunaangalia nani ambaye amekuja vizuri na nani amekuja na mpango kazi sahihi, ni kitu kingine. Lakini mchezo mwingine ambao tunaenda kushuhudia Dar es Salaam Young Africans yeye atacheza dhidi ya AS FAR Rabat, moja kati ya mchezo mwingine mzuri ambao unaenda kuchezwa Amani Complex, mchezo ambao Yanga anahitaji kushinda. Tofauti ya Yanga na Simba, Yanga wachezaji wake wengi wale wazuri bado hawajawa kwenye form, hasa wachezaji wapya hawajapata muda wa kutosha. Lakini ukiangalia baadhi ya wachezaji waliosajili sio baya. Mwangalie Lasini Kouma, mchezo mmoja ambao amecheza kwenye ligi amehusika na bao moja. Yes, amecheza michezo miwili amehusika na bao moja. Lakini mwangalie Celestine Ekua amehusika na bao mawili, goli moja na assist moja. Kwa unagundua naye sio mchezaji mbaya sana. Mohamed Dumbia amekuwa akianza mara nyingi, ndio mchezaji ambao unaweza kusema kaanza michezo mingi sana. Kwa hiyo bado akina Bara Conte naamini bado na uwezo mkubwa, wanapaswa pia kuonesha uwezo wao. Andre Boyeli michezo miwili kwenye ligi na bao 2. Kwa baadhi ya wachezaji sio kwamba wameingia vibaya sana, ila changamoto ambayo naiona kwamba watu walitaka kuona rhythm ile hali ya juu sana, kitu ambacho Yanga inaanza upya msimu. Kwa hiyo ni mchezo ambao mzuri, timu za Tanzania zina nafasi hizo mbili ambazo nimeziona na mimi zinaweza zikafanya vizuri licha kwamba michezo yao migumu sana. Yes, mimi naitwa Peter Deogratias Kiwanga. Subscribe hapo ili mtu wa kwanza kupata habari hizi kwa kina kabisa. Hii ni PDK TV. Usiondoke, maana uchambuzi mwingi tutakuletea hapo.